Leo nitakusimulia historia ya maisha ya Kanika Man, mwigizaji aliyepata umaarufu mkubwa kwa kucheza nafasi ya Gudan kwenye Gudan Tumse Naw Payega. Kanika Man alizaliwa tarehe 7 Oktoba 1993 katika jimbo la Punjab, India. Alikulia katika familia ya kawaida iliyothamini elimu na kazi kwa bidii. Tangu akiwa mtoto alikuwa na ndoto kubwa na alipenda sana shughuli za sanaa. Ingawa wakati huo hakujua kwamba siku moja angekuwa nyota maarufu ya television. Baada ya kumaliza masomo yake, Kanika aliendelea na elimu yake ya juu na kusomea sheria. Watu wengi walidhani angekuwa mwanasheria, lakini moyoni mwake alikuwa na shauku kubwa ya kuwa mwanamitindo wa urembo na uigizaji. Akiwa chuoni, alianza kushiriki mashindano ya urembo na upigaji picha. Uzuri wake, kujiamini na uwezo wake wa kujieleza vilimsaidia kujulikana haraka. Baadaye alishinda mashindano ya urembo na kuanza kupata nafasi ya kuwa modo katika matangazo na video za nyimbo na Kipunjabi. Kadri muda ulivyopita, Kanika alianza kupata nafasi kwenye television. Hata hivyo, safari yake haikuwa rahisi. Alikabiliwa na ushindani mkubwa na alilazimika kufanya kazi kwa bidii ili kuthibitisha uwezo wake. Mafanikio yake makubwa yalikuja alipopata nafasi ya kucheza kama Gudan katika tamthilia hiyo. Aliigiza msichana mchanga mwenye moyo mzuri na anayekabiliana na changamoto nyingi za maisha na ndoa. Uigizaji wake uliwavutia watazamaji wengi sana, na ndani ya muda mfupi akaanza mmoja wa waigizaji maarufu wa television nchini India. Baada ya mafanikio ya Gudan, Kanika Man aliendelea kushiriki katika vipindi mbalimbali vya television, maonyesho na burudani na video za muziki. Umaarufu wake uliongezeka na akapata mashabiki kutoka nchi nyingi ikiwemo Tanzania. Licha ya mafanikio hayo, Kanika ameendelea kujulikana kama mtu anayefanya kazi kwa bidii, mwenye nidhamu na anayejitahidi kuboresha kipaji chake kila siku. Safari yake ni mfano kwamba wakati mwingine ndoto za mtu zinaweza kumpeleka mbali zaidi kuliko alivyotarajia mwanzoni. Kanika Man hakuzaliwa akiwa nyota maarufu. Alianza kama msichana wa kawaida mwenye ndoto. Akafanya kazi kwa bidii, akakabiliana na changamoto zote alizokutana nazo na hatimaye akafanikiwa. Historia yake inatufundisha kwamba mafanikio yanahitaji uvumilivu, juhudi na kuamini uwezo wako mwenyewe.